Yo, mambo vipi? Habari Mtanzania, inakuaje mwanangu? Na mimi uko poa kabisa na unaendelea vyema kabisa kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube @miujiza TV. Bwana, vita ya msimu huu ipo kule kwa Madiba. Vita ya msimu huu ipo South Africa, kwa maana tunaona Young Africans nao pia wamevuta kocha, lakini bado wanaendelea kuangalia wachezaji baadhi kutokea kwenye ligi hiyo South Africa, kwa sababu ikumbukwe moja kati ya ligi ambayo pengine na ushindani mkubwa sana ni ligi hiyo, lakini bila kuiacha ligi za Morocco, ligi za Algeria na vitu kama hivyo. Lakini South Africa ni ligi ambayo iko very tough sana, kwa sababu ikumbukwe Mamelodi Sundowns ni moja kati ya timu bora na kubwa sana katika rank za CAF na zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini ndani inashonwa vizuri tu. Kwa hivyo ni moja kati ya ligi ambayo ina ubabe mwingi sana. Young Africans wapo kwenye harakati za kumulizia upatikanaji wa winga wa Stellenbosch ya South Africa, ambapo alipotokea huko kocha Steven Barker. Huyu jamaa anaitwa Langefiri. Huyu jamaa ana umri wa miaka 21, moja kati ya mchezaji ambaye hatari sana pale Stellenbosch. Pengine Yanga wakimpata huyu, tabu itakuwa kubwa sana pale Kariakoo. Na nikwambie tu, ni mchezaji ambaye ana mafanikio makubwa sana na ni mchezaji bora, ni mchezaji ambaye hatari kwenye nafasi yake hiyo. Na Yanga wapo kwenye mazungumzo na Yanga wapo kwenye kuhitaji hiyo huduma, kwa hivyo wanapush na wanaendelea kuulizia ili wampate huyu mchezaji. Yanga wana shida ya winga, na hiyo yote ni baada ya kumkosa Kaleso Magalwa. Ni mchezaji ambaye amechagua Simba, tayari ameshasaini Simba, Kaleso Magalwa. Kwa hivyo baada kumkosa huyo mchezaji, Yanga wameulizia na wakaambiwa bwana, huyu mchezaji ana mkataba na kuvunja mkataba inahitajika bilioni 2.5. Yanga wakasema sio shida. Sio shida. Kwa hivyo Yanga wapo kwenye bado kuulizia na kuangalia namna gani wanaweza wakafanya kitu. Ikumbuke kwamba Yanga msimu huu, kwa taarifa ambazo tunazo kutoka kwa meneja wa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, amezungumza juzi hapa kwamba mpunga mnene umeandaliwa, pesa ipo, imeandaliwa ya usajili na wanajiandaa kushusha vyuma vya kwenda. Na Ali Kamwe ametuthibitishia kwamba wakianza kushusha, basi watu tutakuwa very surprised, kwa sababu wamesajili ama wanataka wafanye vitu vikubwa sana katika klabu hiyo na kuongeza impact. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua moja kati ya wachezaji wa kuchungwa pale Young Africans huwezi kumwacha Pacome Zouzoua, lakini Pacome Zouzoua mechi yake ya mwisho kwa bahati mbaya amepata injury, serious injury. Kwa hiyo pengine inawezekana Young Africans wasimtegemee katika msimu unaofuata. Kwa hivyo kwa kiwango kikubwa na mchango mkubwa wa Pacome Zouzoua, Young Africans wanalazimika kuingia sokoni na kumtafuta mbadala wake. Ni nani sasa atakayekuwa mbadala wake? Kwa maana atakayekuwa ataibeba timu licha ya uwepo wa Alan Okello, lakini bado wanahitaji mchezaji ambaye ataibeba Young Africans katika michuano ya kimataifa. Na ndio maana wapo kimya, wapo kwenye kufanya uchunguzi na kujihakikishia yupi ni bora. Isiwe yale tena kwamba wanamsajili mchezaji then anafika kwenye kikosi impact yake ni ndogo, tofauti na wale ambao waliopo pale. Kwa hiyo ndo habari na hizo ndo tetesi za usajili kutoka kwenye vyanzo vyetu vya kuaminika. Wewe mshabiki wa Yanga, sasa hivi unachotakiwa utulie kuangalia namna gani viongozi wako wanapambana kukuletea vyuma, kukuletea watu ambao wataitetea nembo, kuitetea logo Young Africans ili kuhakikisha inafanya poa sana ndani na nje ya Tanzania. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia Miujiza TV. Mimi ni Keke_Miujiza kwenye Instagram. Bwana, hapa ndio sehemu pekee ambapo unapata update mbalimbali. Hapa ndio sehemu pekee ambapo unapata tetesi za usajili kutoka kwenye vyanzo vyetu vya kuaminika. Hadi wakati mwingine, bye bye.